Ni siku nyingine tena tunakutana kunako medani za kimichezo. Kana sisi mpaka 6 kamili za mchana ambapo tutaweka nukta kuu kwa uzuri kabisa. Nesimama kuna kondimba la michezo, mimi ni Pomkai Mkali wa Dimba nikipiga jaramba mguu pande mguu sawa. Swadakta wa Swadakta ni kweli. Mwambie jirani yako, mwambie Mtanzania mwenzako kwamba sisi tuko sawa kuhakikisha kwamba tunakupa kile kilicho bora zaidi kwa siku ya leo. Mimi Pomkai nitasimama kwa uzuri katika dimba la kati pale, lakini Sara Kikia yeye atasambaza upendo kwa pasi nzuri kweli. Kamanda Jeffrey yupo hapa bila shaka ya namna yoyote ile. Hansi Rafael naye pia yupo, lakini George Magunga pamoja na Shirafu Jayara sawa kabisa. Rich Kiza tasimama anga za kimichezo kimataifa kukuhabarisha yale mazuri ambayo yamechukua nafasi huko anga za kimichezo kimataifa. Kubwa zaidi ni juu ya dabi ya Kariakoo. Kayoko atajwa kuchezesha mbungi hiyo ya Kariakoo ambayo itapigwa Machi 1 huko Zanzibar. Kwa nini tumemtaja Kayoko? Basi utasikia kwa uzuri kweli. Vipi juu ya Ragija? Mbona haonekani katika mechi kadha ambazo anapaswa kuchezesha? Yote hayo utayasikia. Ama ni Elisa C ambaye atasimama katika dimba la kati kuchezesha mchezo kati ya Simba na Yanga. Utasikia yote hapa, tutakwambia kwa uzuri kweli. Najua unajua, lakini unapaswa kujua zaidi. Sisi tutakufahamisha wewe msikilizaji ambaye upo nasi, ambaye umeamua kuichagua Crown Sports ya Crown FM kwa siku ya leo. Dabi tutaitazama nje ndani, na dabi hiyo tutatazama kila idara kwa upande wa klabu zote mbili. Tutaanzia golini, tutaanzia eneo la ulinzi pale kwa ujumla wake, lakini eneo la kiungo pamoja na eneo la ushambuliaji. Hebu tuitazame safu ya ushambuliaji ya Yanga ukilinganisha na safu ya ushambuliaji ya Simba. Nani wako bora zaidi? Twende kwenye kiungo na twende katika safu ya ulinzi. Yote hayo msikilizaji tutayachakata bila shaka namna yote. Kuna wachezaji ambao ni wapya, ambao ni dabi yao ya kwanza kweli. Je, watafanya nini? Dabi inaweza kuheshimisha, lakini dabi hii pia inaweza ikawashusha. Karibu sana medani za kimichezo kimataifa. Kwa uzuri kabisa. Sara Kikia kwako. Kimataifa tutaitazama Europa League ambayo imeendelea usiku wa jana, Fenerbahce wakiondoshwa kwenye michuano hiyo na Nottingham Forest, lakini pia Genk wakiondosha Dynamo, bila kusahau mchezo wa Bologna ambao waliondoka na ushindi wa 1-0 na kukata tiketi ya nafasi inayofuata, nafasi ya 16 bora. Lakini pia tutaitazama EPL ambayo inaendelea usiku wa leo, Wolverhampton dhidi ya Aston Villa majira ya saa 5 kamili za usiku. La Liga pale pia itaendelea usiku wa leo, Levante dhidi ya Deportivo, bila kusahau German Bundesliga ambapo Augsburg watashuka dimbani. Kesho pia kitaumana huko kwenye EPL, vita ya ubingwa, Manchester City wakishuka dimbani dhidi ya Leeds. Lakini pia pale nchini Ujerumani kutakuwa na mechi ya kukata na shoka kati ya Borussia Dortmund dhidi ya Bayern Munich majira ya saa 2 na dakika 30. Yote hayo tutayatazama kwenye Crown Sports International. Kabisa yote msikilizaji yatasikika hapa kwa uzuri bila shaka namna yoyote. Kana sisi twende pamoja na sisi ili kate kwa uzuri yale ya kimichezo. Asante sana. Unaweza kutuandikia kupitia mitandao yetu ya kijamii, ile page ya Pomkai TZ, niandikie huko bila shaka namna yoyote. Unaweza kumwandikia Geoffrey_Lea, bila kumsahau Hansi Rafael 14, George Magunga _TZ, lakini bila kumsahau Shirafu Jayara _21. Mambo yanakuwa ni safi kabisa na mambo yanakuwa ni mazuri kweli. Lakini kwa uzuri pia unaweza kumwandikia Sara 77. Nenda pale Instagram Sara Kikia 77 kabisa. Unaweza pia kuandika katika mitandao yetu ya kijamii, upande wa radio pamoja na TV kule, lakini YouTube channel ni eneo la kujidai kweli kupitia YouTube channel ya Yes, pale YouTube unatupata kupitia Crown Media, pale Instagram unatupata kupitia Crown FM na Crown TV, pale Twitter unatupata kupitia Crown Media, TikTok pia na Facebook, kote huko tunapatikana kupitia Crown Media. Lakini pia unaweza ukatusikiliza kwa uzuri kabisa kupitia Radio Box na Radio Garden kwa kusearch tu Crown FM. Asante sana. So dakta kabisa. Basi
si vibaya, mambo ni mazuri. Mwambie jirani yako, mwambie Mtanzania mwenzako, lakini kupitia pia upande wa kisimbuzi cha Azam TV chaneli 67 kule unaipata Crown FM na mambo yanakuwa safi kabisa kabisa. Hapa ni mguu pande, mguu sawa. Hakika kabisa wa sadakta. Uko sawa sawa Sara? Nipo sawa sawa. Mguu pande, mguu sawa. Tunawakanyaga. Tuko sawa sawa. Mwanzoni alikuwa anatajwa Ramadhani Kayoko, lakini hatimaye inafahamika kabisa. Tukutajie seti ya waamuzi ambao watachezesha mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba. Mwamuzi wa kati ni mwamba mwenyewe, mwamba wa kutisha kabisa, Nasoro Mwanchui, ambaye hacheki na mtu huyu akiwa uwanjani. Nasoro Mwanchui, Kamanda Jeffrey anatabasamu kweli kweli, ataniambia hapa mwamuzi huyu anamtathmini vipi katika mechi ambazo amechezesha. Lakini mwamuzi msaidizi namba 1 ni Kasimu Mpanga, miongoni mwa waamuzi wazuri kweli kweli. Lakini mwamuzi msaidizi ni Hamdan Saidi kutoka Mtwara. Mwamuzi wa akiba ni Ramadhani Kayoko kutoka Dar es Salaam, lakini mtathimini wa waamuzi ni Israel Mjuni. Mambo yako hivyo leo, ndio leo hapa ndani ya Crown Sports tuchakate kwanza seti hiyo ya waamuzi na mambo yanakuwa hivyo, na ujumbe wako msikilizaji ni mwingi kweli kweli. Sara, tuwachagize kwanza wasikilizaji wetu, tuwaweke sawa sawa, upite na message zao upande wa YouTube channel. Bila shaka ya namna yote tayari wameandika message kibao kabisa kabisa. Namuona Alan Mwabela, lakini pia namuona Juma Semindu tayari yuko na sisi, anasema Yanga bingwa. Lakini pia namuona Hamis Shibe yuko na sisi tayari. Shedrack Machilika, asante sana, anasema Crown Sports show namba 1 Tanzania. Dani Chua pia nimemuona pia Dickson Chanzi tayari ameungana na sisi. Namuona pia Dani Chua tayari ameungana na sisi. Mark Miayo wa Goba Dar es Salaam tayari ameungana na sisi. Feligas Jonas anasema tunamtaka Kayoko, sawa. Busonga Kaseka pia tayari ameungana na sisi. Lakini pia mwingine ambaye namuona hapa ni Chalile anasema anatupata kwa utamu kutoka Namibia. Asante sana. Matchman anasema tayari yuko na sisi. Joshua Ubadia, asante pia, nimekuona. Omar Jafet nimekuona. Emalanu nimekuona pia. Busonga tayari nimekuona. Jackson Mwambe, asante sana. Lakini pia nani mwingine huyo? Busonga tayari nimekuona. Juma Jafet, asante kwa kuungana na sisi. Joshua Godfrey, asante kwa kuungana na sisi. HD Doto pia asante kwa kuungana na sisi. Itsi Kali, asante kwa kuungana na sisi. Ngoni Baba Shopia anasema mguu pande. Imamu Nasero pia nimekuona. Jackson Mwambe nimekuona. Mary Maulika nimekuona. Nasoro Mkongo pia asante kwa kuungana na sisi. Watu ni wengi. Sala huyo uliomtaja Mgoni Baba Shop ndo mtu wa kwanza kuifollow page yangu. Ngoni Baba Shop. Yes. Wa kwanza, ndo shabiki yangu wa kwanza aliyenifollow. Yani nilivyofungua hivi page ilikuwa siku ya Jumapili. Yeye ndo alifollow hiyo page. Safi kabisa. Mwaka gani huo? 2021. 2021 kitu kama hicho. Safi sana, inapendeza na inavutia. Lazima ufahamu ni mtu gani wa kwanza ambaye unakwenda naye, na lazima umpe zawadi huyo. Sawa sawa. Hiyo imepita na imekaa sawa sawa. Tuendelee Sara. Yes, namuona pia Vincent Peter tayari ameungana na sisi, anasema tunamtaka refa wa Misri. Okay, sawa sawa. Lakini pia Juma Jafet anasema yeye anaona waamuzi hawana shida, ila watupe Kayoko, bila hivyo Simba inafungwa. Okay, sawa. Lakini pia Toto la Nyakiwope ametuandikia, asante kwa ujumbe wako. Ali Sharo pia ametuandikia. VM nani Lelwa pia ametuandikia, anasema anawatakia Simba ushindi kwenye mechi ya dabi. Lakini pia mwingine ambaye namuona hapa ni Milton Renatus, anasema Crown Media ni namba 1. Shedrack Machilika ametuandikia kwa mara nyingine. Razak Pwelele anasema kwa listi ya marefa
Okay, ujumbe umenipotea hapa kidogo. Umekimbia ujumbe wake. Felix Jonas pia, asante Alois pia, asante Mohamed Daron, asante, anasema anatupata kwa uzuri kabisa. Vivian Mayanya, asante sana kwa kutuandikia. Nani mwingine pia? Ramadhan Haruna, niuza mimi timu gani? Mimi ni Manchester United. Okay. Jumanne Ali pia, asante kwa kutuandikia. Samiri Said anasema wao wanataka mpira mzuri ila Yanga atashinda kwenye mchezo huo. Sawa, ni maoni yako. Isaya George pia, asante kwa maoni yake, anasema kwa marefa hao mechi ni sare. Okay, Sija Mchochi, asante kwa ujumbe wako. Efraim Mahela, asante kwa ujumbe wako pia. Saban Wahab, asante kwa ujumbe wako. Maulid Katembo, sema wananchi ni moto. Sawa sawa, lakini na ni moto kweli kweli. Ni moto Kwani wananchi sio moto? Mimi sijui. Sara, hata wewe au maswala mimi siyajui. Siyajui. Sija Mchochi pia, asante kwa kutuandikia. Lakini pia Catres Boy, asante kwa kutuandikia. Shaban Salehe, asante kwa kutuandikia. Azarat Ali pamoja na wengine wote ambao tayari mpo kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa Crown. Kabisa, sawa. Ujumbe wako msikilizaji umesikika. Naendelea kuandika lolote chochote ambacho unakisikia. Saa 4 kamili za asubuhi tutaungana na wenzetu ambao wapo Zanzibar. Tungana Juma watakuwa na afisa habari wa bodi ya ligi katika studio zetu zilizopo pale Zanzibar, na yote kwa yote naungana hapa na producer wa show Nasibu Mkomwa. Mr. Reporter, habari za asubuhi. Salama kabisa Pomkai, mambo vipi? Safi. Uko wapi hivi sasa Nasibu? Upo wapi? Hivi sasa niko Ferry. Ndio. Dar es Salaam hapa, ikiwa ni safari ya kuelekea visiwani Zanzibar. Ndio. Kwenye mechi ya Kariakoo Derby kati ya Yanga dhidi ya Simba, mchezo mkubwa kabisa huu. Lazima sisi kama waandishi, lakini pia sisi kama Crown Sports lazima tukauchungulie kwa karibu zaidi, na hata ninavyozungumza na wewe najua baadaye tutaungana na Juma hayo ambaye tayari yupo kwenye studio zetu za Zanzibar. Atakuwa na mgeni pale kuzungumza na Karim Boimana kuhusiana na mchezo huu wa adabi yake. Lakini mimi kwa hivi sasa naelekea huko kwa ajili ya kutazama hicho kwa undani zaidi, ya kualisha na kuwapa kitu ambacho wasikilizaji wa Crown Media wanakistahili kupata kila kitu kinachoendelea visiwani. Lazima wapate kilicho bora zaidi, lakini kubwa zaidi ni juu ya mwamuzi wa kati Nasor Mwinchui. Pengine minong'ono ya huko mtaani wanasemaje mashabiki wa klabu zote mbili hizi? Umesikia maneno wana imani naye? Maneno yapo, lakini unajua imekuwa kama ni surprise kidogo kwa Nasor Mwinchui. Wengine pengine wangetarajia mtu kama Arajiga tunache mchezo mkubwa kama huu, na tumeona mara zote mara nyingi huwa anafanya hivyo, na tunaamini pengine ndio waamuzi wetu bora kuliko waamuzi wote tuliokuwa nao hapa nchini, lakini imekuwa tofauti. Kabla ya Nasor Mwinchui alikuwa anatajwa Kayoko kama anaweza akachukua nafasi ya kuchezesha ndani ya Kariakoo, japo nimemuona kwenye seti ya waamuzi ambayo watachezesha mchezo wa Kariakoo Derby akiwa kama mwamuzi wa akiba, lakini kwa taarifa mwanzo zilikuwa zinasema yeye huenda angekuwa, lakini imekuwa ni surprise kwa Nasor Mwinchui, na naamini mashabiki wengi kwa kutarajia pengine kwa Nasor Mwinchui kama alikuwa ndio mwamuzi wa mchezo wa adabi ya Kariakoo. Lakini ukiwasikia ni kama kuna Wayanga ambao wana imani naye, kuna Wasimba ambao wanaonekana wana imani naye, na wana imani kubwa sana na Nasor Mwinchui katika mchezo wa adabi ya Kariakoo ambao utakayepigwa Jumapili pale visiwani Zanzibar ambapo bibi inaelekea. Kuwasikiliza mkisikiliza midogono nje pia 50-50. Yanga baadhi tutawasikia wana imani naye, lakini Simba baadhi tutawasikia wana imani naye, na kuna watu ambao bado wanakuwa hawana imani naye. Sio, unajua tena maamuzi wa mchezo na nini, vitu vingi hapo. Lazima hiyo imani ipotee kwa baadhi ya watu, na kuna wengine watakuwa wana imani na wewe, lakini kwa hivyo tena Nasor Mwinchui ndo mwamuzi wa mchezo wa dabi, jambo ambalo lilikuwa surprise. Bila shaka naamini hata wewe Pomkai ni kitu ambacho hujakitarajia kabisa. Yani ukitegemea kama Nasor Mwinchui ndo anaweza akakabidhiwa dabi hii ya Kariakoo. Lakini swali langu la mwisho tu tuhitimishe kwa dakika chache, wewe una imani naye?
mimi nina imani naye na yeye imani ambayo amepewa inabidi akaionyeshe. Yani sio amepewa imani alafu hiyo imani ikapotelea tu ujue. Hiyo imani ambayo amepewa yeye inabidi akaenda akaionyeshe. Sasa jamani, mlichoniamini kweli nawaonyesha kwamba mimi nilikuwa nastahili kuchezesha mchezo kama hii ya dabi ya Kariakoo. Hata wakati mwingine watu wanafikiria kwamba bana dabi ya Kariakoo imekuja, tuna Nasoro Mwinchui, tuna sijui Kayoko, tuna Tasi, tuna Ahmed Arajiga. Wao ndio waamuzi ambao tunawatazama kama waamuzi wetu bora. Kwa hiyo uko kwenye orodha ya hao waamuzi alafu ukatazama bana watu kama wanachagua kati ya hawa tutoke na nani kwenye dabi ya Kariakoo, basi inaonekana ulionyesha uadilifu na ulionyesha kuabidika pale ulipoabidiwa kwamba wewe uchezeshe mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Na taarifa zipo Pomkai, kwa nini pia mtu kama Ahmed Arajiga hajapewa nafasi hii ya kuchezesha mchezo wa Kariakoo dabi. Inaelezwa kwamba amefungiwa kimya baada ya mchezo ambao alitoa penalty bila shaka kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao ulipigwa pale Meja Jenerali Isamuyo. Kwa taarifa ambazo niko nazo ndani ni kwamba kulikuwa kuna mvutano mkubwa kwamba wamfungie, story itoke public. Watu wakasema mchezaji huyo ni mwamuzi wa kinchi, mwamuzi ambaye amebeba taswira ya waamuzi wote. Kwa hiyo inaweza tukatoa taarifa hiyo ikawa tunazidi labda kuharibu na kupoteza taswira ya waamuzi, kwa sababu tunamtazama Ahmed Arajiga kama mwamuzi bora kwenye nchi yetu. Sasa kama ikitoka taarifa pia tena kwamba huyo mtu bado amefungiwa, amefanyaje, inaweza kama kidogo ikapoteza imani na kuona kwamba hata Ahmed Arajiga ambaye tunamwamini naye kumbe yuko hivi. Umeona? Kwa hiyo taarifa za ndani zinasema kwamba wewe kama amefungiwa kimya, yani ile watu wasijue, na kuile achezeshi mechi ndio kumuona tu unasema achezesha mechi, basi itakuwa ndio adhabu yake itakuwa imeisha. Lakini kuna wengine walikuwa wanasema bado taarifa itoke kama mwamuzi amefungiwa, watu wajue bwana Arajiga kafungiwa, aliharibu kwenye mechi pani. Nasibu, mimi ni kutakia safari njema, na yote kwa yote bila shaka mengi zaidi mtatupasha kutokea huko Zanzibar, na ni kushukuru sana kuungana nasi asubuhi ya leo. Wacha sisi tulichape jaramba. Sisi tunakushukuru. Unajua baadaye tutaungana na wenzetu, na mimi nitakuwa tayari nimeshafika visiwani Zanzibar. Tutaungana kwa na jibu hayo pamoja na Kariakoo Ibana. Sawa, imeisha hiyo, wala hamna shaka. Naam, ni Nasibu Mkomwa huyo, Mr. Reporter, tukiungana naye kwa uzuri kweli kweli. Sasa tuanze taarifa zetu za kimichezo, na tunaanzia kwa huyu mwamuzi. Wacha nianze kuuliza swali hapa. Hansi, una imani na mwamuzi wa kati Nasoro Mwinchui? Bila shaka unaamini atatupa mechi iliyo bora zaidi. Mbona umetabasamu kwanza? Unajua tuna madaraja, yani ukiwa unafanya rating kwa Arajiga na waamuzi wengine kuna utofauti mkubwa sana. Yani inawezekana Arajiga yuko 70 afu waamuzi wanaofuata wako 25 au 30. Understand? Kwa hiyo unapoona dabi amepewa mwamuzi mwingine unaanza kujiuliza maswali. Kuna kipindi mimi nilikuwa namkubali sana Elisasini, lakini naye alipewa dabi ya karibu. Kuna mechi mfululizo ikiwemo mechi ya Simba na Singida kama unakumbuka, anawanyima penalty 2 Singida, sio kwa 3, akaharibu naye akapotea kwenye ramani ya mpira. Kuna kipindi Kayoko alichukua dimba, kila mtu alikuwa anamwamini Kayoko. Of course anakwenda kwenye dabi ambayo ya maamuzi anawanyima Simba penalty 2 za wazi. You understand? So unaweza ukaona mwamuzi ambaye amekuwa na trendi nzuri sana ni Arajiga. Kwa hiyo ukiona listi ya waamuzi imetoka, Arajiga hayupo, afu mwamuzi ambaye ameteuliwa au amechaguliwa hajatoka nje ya Tanzania, lazima kwanza uwe na question mark kidogo. Nadhani ni mechi ambayo kwa umri wake Mwinchui inaweza kuwa dabi yake ya kwanza kama takwimu zangu ziko sawa. Sijawahi kumuona akichezesha dabi yoyote. Nimekuwa namuona kwenye hizi mechi za kawaida, na ni mwamuzi, lazima tuwe wa kweli, yani kwa sababu mpira wetu tunaujua. Ni mwamuzi ambaye amekuwa anahusishwa kuchezesha mechi nyingi za Yanga, na hususan msimu uliopita. Yani ilikuwa ukitaja Jafet Smart huku, na msimu uliopita nadhani Arajiga alichezesha mechi nyingi za Yanga pia. Lakini pia kulikuwa na waamuzi 4 ambao kwa pamoja walichezesha mechi 16 za Yanga.
Yani that's equivalent to mzunguko mmoja Yanga walichezeshwa na waamuzi 4. So Mwinchui alikuwa anatajwa zaidi kuchezesha mechi za Yanga. And then huku ulikuwa na Jafet Smart, una kina Mdoe ambao wao mechi za Simba lazima ukutane nao. Nadhani ni topic ambayo ilileta maswali mengi. Hata leo Mdoe angepangwa kuchezesha mechi ya dabi, mashabiki wengi wa Yanga wangekuwa na criticize kwamba huyu inawezekana na vinasaba na Simba. Kwa hiyo hata Mwinchui naye amekuwa anachezesha sana mechi za Yanga na zaidi msimu uliopita na msimu juzi. Sasa kinachotokea ni nini? Kuna watu wengi sana zaidi ya 70% ambao wana mashaka na Mwinchui, si ndio? Kuelekea hii dabi, anachotakiwa kufanya ni nini? Nenda kachezeshe game yako kwa ustadi mkubwa. Kama kuna simu zinapigwa usipokee. Kama kuna maagizo yote unapewa usipokee, kwa sababu hii ni mechi ambayo inaweza ikakupandisha zaidi ukafika pale Arajiga ambapo alipo, au ukamkaribia, au ikakushusha kabisa kwenye ramani ya mpira, watu wasitake tena kukuona. Kwa kinachohitajika ni nini? Fairness. Nenda kachezeshe kwa sheria 17 za mpira ambazo zimewekwa. FIFA wamewahi kufikiria kuongeza sheria ya 18 ambayo ni wisdom, kwa maana ya busara. Lakini busara tunazungumza inatoka kwa muamuzi. Kuna muda unaweza ukawa na busara, kitu ambacho naamini kwenye game ya Kayoko kimekosekana. Busara, yani Kayoko moja kati ya weakness yake kubwa ni kutokuwa na busara, you understand? So kwa Mwinchui, kwanza ni legend kwa maana umri umesogea. Ni mtu ambaye amechezesha mechi nyingi sana. Yaani umri ni muda ukisogea unakuwa legend. Ni legend kwenye ukufunzi. Ukawa na umri umesogea lakini ukuwahi kuwa bora. Ukumake statement. So ni game ambayo inakwenda kuweka picha yake pale mbele. Na watu sasa hivi watakaa kwenye viti kusubiri kuona yanayosemwa ni kweli au huyu ni mwamuzi ambaye amekuwa anaonewa ila ni mzuri zaidi. Mimi kwenye subject hiyo kama namjeuliza swali lingine. Mimi nina perception tofauti na watu wengine when it comes to waamuzi wetu. Waamuzi wetu kwa ujumla wao, including hata huyo Ahmed Arajiga, uwezo wao ni mdogo. Tumemsikia Nasibu hapo anazungumza kwamba Arajiga kaadhibiwa. Watu wamekuwa na trend nzuri angalau. Ana trend nzuri sasa hivi, lakini watu wanasahau. Kama unakumbuka Mkai, wakati ule Simba anafanya vizuri, Yanga walishawahi kumgomea Arajiga kwenye mechi ya finali iliyopigwa Kigoma ya FA na msimu ya Mixon. Ndo ile ujue hawa waamuzi kina Tadeu Luanga wakati mwingine yani ni kama misimu tu. Sawa, katika ule msimu kwenye ile run ya kombe la FA katika mechi 7 nadhani za sina hakika, ile ni jambo ambalo linaweza kufanywa utafiti, lakini ninachokumbuka ni malalamiko ya mashabiki wa Yanga ambao walalamika kwamba moja ya malalamiko yao ilikuwa ni kwamba katika mfululizo wa zile mechi mpaka Simba anafika finali, Arajiga alichezesha kabla ya finali tu yenyewe alikuwa amechezesha mechi 3 za Simba kwenye same tournament. Sawa. Of course haipo sheria ambayo inakataza mwamuzi mmoja kuchezesha mechi nyingi za timu moja, kwa sababu hata kwenye michuano ya kimataifa kwa mfano, mimi nimewahi kuona kuna wakati Mozambique waliwahi kuchezeshewa kwenye World Cup qualifier na waamuzi wawili mfululizo, mechi hii na mechi inayofuata. And kulikuwa na malalamiko hapa na pale, lakini the point I'm trying to make ni kwamba waamuzi wetu kwa ujumla wao ni wote ni wale. Na majuzi kama unakumbuka Mkai, ilikuwa Jumatatu. Nilisema hapa kwamba tunaweka too much focus kwenye mechi za wakubwa. Lakini hawa waamuzi wanafanya makosa yale if not more kwenye hizi game nyingine. Umesikia Nasibu alichosema hapo kwamba Arajiga amesimamishwa lakini kimya, yani hawataka kusema. Na hivi sasa huwa ni mwendo wa kimya tu. Of course ni practice iliyoko hata duniani huko. Mwamuzi akiadhibiwa huwa haitangazwi. Wewe utaona tu amekuwa downgraded kwamba leo wiki hii ama wiki hizi mbili achezeshe mechi ya Premier League, achezesha mechi ya Championship, au anaondolewa kabisa. Kwako Mwinchui ni mwamuzi bora? Nitafika huko. Nitafika. Huyu Arajiga msimu huu moja kati ya mechi ambazo zimekuwa officiated in the worst way possible kwenye CAF Champions League. FC Lupopo wanaifunga Orlando Pirates Congo pale goli 3. Magoli 3 mazuri kabisa. Pirates yalikataliwa a lot of kadi ambazo wachezaji wa Lupopo walitakiwa kupewa, hawakupewa. So hata huyu Mwinchui
inawezekana na historia mbaya au nzuri huko miaka iliyopita, lakini anaweza akaja akafanya vitu ambavyo nyinyi hamtegemei. Hata msimu uliopita naye pia, umeelewa, ilikuwa ni miongoni mwa waamuzi waliokuwa na maamuzi mabovu kweli uwanjani. Yani sio msimu uliopita, ndio hicho, sio tu msimu uliopita, hata ukiangalia alikuanzia huko. Hii nchi amesha moja kati ya waamuzi, ukiulizwa waamuzi bora wa muda wote ambao wamewahi kutokea, kina Leslie Liunda, kina Osman Kazi, huyu kuna mwamuzi mmoja alikuwa anaitwa Omar Abdul Kadir, Msomali, ambaye nadhani ni moja kati ya waamuzi wa mwanzo kabisa kuwa wanaenda kwenye mechi za CAF hizi, na ubora wake alikuwa analalamikiwa kwa sababu kwenye maamuzi ya kwenye issue ya marefa kuna malalamiko yale kwamba bwana mtu analalamika kwa sababu timu yake haikupata matokeo, na kuna mwingine analalamika kwa sababu kamsikia fulani analalamika. Kwa hiyo tuwaombee tu kwa Mwenyezi Mungu kwamba hii Jumapili topic isije ikawa muamuzi. Uchezwe mpira, atakayefungwa afungwe, kama mechi itaisha sare tusirudi hapa Jumatatu kumjadili muamuzi. Lakini kama ni issue ya waamuzi, kwangu mimi ni homa tu zinatofautiana, kwamba safari hii temperature imeshuka, safari ile temperature imepanda, lakini waamuzi wetu kwa ujumla wao ni incompetent. Sawa, maneno ya Kamanda Jeff Hans pia ametoa maoni yake. Twenzetu kwa George Magunga pamoja na Shirafu Jayara. Na bila shaka tunahama kwenye eneo hilo la waamuzi. Tumalizie. Na pia tusikie hisia zao. Watie neno. Sio mbaya. Tumalizie tu. Magunga, kwa upande wako una mashaka na Mwinchui kuchezesha mechi kubwa na yenye pressure kama ile kati ya Young Africans na Simba? Sina mashaka yoyote, kwa sababu kuna muda inabidi hata waamuzi wengine pia wapewe hizo nafasi. Hatuwezi kuwa tunamtegemea mwamuzi mmoja. Unajua, ili uwe bora lazima ukutane na changamoto kama hizi. Huwezi kuwa bora kila siku kuchezesha mechi za Coast na Kagera Sugar, Mtibwa, na Prison. Of course ni mechi za muhimu kwa sababu ni mechi za ligi kuu Tanzania bara, zina ukubwa wake na tunaziheshimu. Lakini mechi pia zimetofautiana madaraja. Kuna baadhi ya michezo ina nguvu na ushawishi mkubwa zaidi, especially kama dabi. Kwa unapompa mwamuzi kama Mwinchui, unampima kwenye test nyingine, and then hata yeye mwenyewe inawezekana waamuzi pia nanyo wanatamanigi sana kuchezesha hii michezo, hawapati hizo nafasi. Sasa unapopata nafasi ni sehemu ya kufanyia evaluation ama tathmini kwamba okay, wapi mmepatia, wapi mmekosea, na hata kama atatoa kwa 90% mpaka 100, ikawa kwenye 60% hivi 70, makosa yapo. Yani ni kama tunatafuta mwamuzi ambaye hatakosea kabisa. Huyo mwamuzi hayupo mpaka watu waleta kwa mwamuzi achezeshe dabi kwa 60% tu, yani sawa tu. Inaweza ikatokea kaka, inatokea. Kwani tukianza kupima kwa kufanya tathmini waamuzi waliopita, nani alifika 90%? Ndio bali sasa achezeshi tena kae huko. Sasa hata kama wanapewa kukosa, mwenye ngambie kukosea kupo, kitu ambacho sisi hataki kukubali, of course, kwa sababu hii dabi ina mambo mengi, lakini kukosea kwa waamuzi kupo. Na vipi tumpe tahadhari Mwinchui, atupe mechi nzuri bana. Na labda kabisa kwa disclaimer, kuna mtu amepost kwenye social media hapa. Ndio. Nitaisoma post yake. Huyu ni ndugu yetu Wilson Oruma, mzee wa Jambia. Okay. Ameandika, Simba wakikubali Nasoro Mwinchui kuwa mwamuzi wa dabi, nitaamini Simba wamekubali mazima kuwa timu ndogo. Ameweka sababu zake 4 hapo, kwamba 1, Mwinchui sio mwamuzi bora kwa sasa Tanzania. 2, analaumiwa kuipendelea Yanga mechi nyingi. 3, hii dabi yake ya kwanza. Ameweka kwenye mabano, I stand to be corrected. Nadhani hata Ansi amesema hilo. 4, umri umesogea sana. Sawa. Sawa. Naomba tulinde muda wa George Magunga. Kamanda kwa naongezea tu hapo. Naam. Kwa hiyo mwisho wa siku ni, unajua dabi iliyopita walikuja waamuzi kutoka nje. Shangwe ilikuwa kubwa. Ilikuwa super. Lakini binafsi mimi sikupendezwa. Ukufurahishwa walivyocheza? Sikufurahishwa kwa sababu na performance yao. No. Performance ilikuwa nzuri kabisa na hawakuacha minong'ono ya aina yoyote. Lakini mwisho wa siku, kama sisi tunakuwa na ligi yetu inakuwa, ligi haitakiwi kukua kwa upande wa wachezaji na timu peke yake. Hata kwenye usawa la management ndani ya uwanja, kwa maana ya waamuzi na bitu boresha. Sasa unajua kinadharia iko hivyo na ndio inavyotakiwa kuwa hivyo. Lakini kuna wakati mkai inabidi ukubali hali halisi. Sawa. Kwa mfano, mimi kuna jamaa wangu mmoja hapa, wakati tunaingia tu studio, kanitumia message, ndugu yangu kabisa, mshikaji wangu, kwamba
yuko India kwenye matibabu. Sawa. Maana yake matibabu yameshindikana kufanyika Tanzania kabisa. That's the reality. Kama ukisema kwamba bwana tuwe wazalendo tuende nani pale kwa Dr. Ansi Mombeki au kwa Dr. Sara Sarakikia imeshindikana, ameenda India. Kwa hiyo kama hatuna waamuzi, we need to be na kweli na nafsi zetu kwamba waamuzi Mungu ameshindwa. Sorry, naongeza kitu. Mimi nakubaliana na Jeff 10%, sio 100, 10%. Sisi hatuna ligi bora competent na ambayo ina uwekezaji mkubwa kama ligi ya Saudi Arabia. Lakini pamoja na hivyo vote wamegundua kwamba nchi yao haina waamuzi wazuri. Kinachofanyika ni nini ili kupata fairness? Ni kwenda kuchukua waamuzi nje waje kuchezesha ligi ya Saudi Arabia. Unafikiri ni wajinga? No, sio kitu kinachofanyika nje, lazima tukope. Na sio tu Saudi Arabia, even hata Egypt. Kuna nyakati waamuzi wa hizo mechi kubwa Ahli na Zamalek wamekuwa wanatoka nje. Unajua kuna sababu kuu 2 mpaka 3 ambazo watu huwa wanaangalia kabla ya kumpa mwamuzi mechi husika. Kwanza wanaangalia trendi yake. Yaani mwamuzi naye ana form kama mchezaji. Wanaweza kuangalia mechi 10, 15 zilizopita. Umechezesha vipi? Form yako iko vipi? Pili, wanaangalia kwenye midomo ya watu. Wanakuzungumzia vipi? Labda kwa miezi 6, 7 iliyopita. Umeona? Sasa wanawachukua waamuzi wote waliokuwepo wa ligi kuu, wanawaweka kwenye chungu, wanaangalia kwa hivyo vitu viwili vikubwa nilivyovitaja, ni nani ambaye yuko juu, then wanampa dada. I'm sure enough Arajiga inawezekana alikuwa juu, lakini kama tulivyosikia Nasibu anazungumza, I don't know kama ni kweli au sio kweli. Lakini kama ni kweli means Arajiga naye kuna kitu kitakuwa kimemtia doa. Mechi ya Mashujaa ile aliwapa Simba penalty. Sasa kama Arajiga naye amepata doa, nani anafuata kwenye hicho chungu? Inawezekana Munchui watu wamemuona kwa siku za hivi karibuni trend yake. Okay, sawa. Haya, tunarudi. Naomba hivi sasa ulinde muda wako. Sitohitaji tena Jeff na Hans waongezee kitu. Sasa mimi sijaruhusu. Mwenye shikilia bomba. Amanda anacheka. Shikilia bomba. Tuanze kazi. Tuende kazi. Ambacho nilikuwa nakizungumza ni kwamba ligi yetu tuna orodha zikitoka kwa maana ya viwango au bora wa ligi hizi ligi barani Afrika. Ligi yetu ipo pale kwenye top 5 ama top 10. Kama inakuepo pale na bado tuna changamoto kubwa ya waamuzi, maana yake sisi kuna sehemu tunajidanganya. Kwa sababu hakuna kitu kitafanyika kwenye football kama usimamizi sio mzuri. Na hakuna watu wa muhimu kama ambao wanasimamia sheria 17 za mpira kwenye hii michezo. Kwa hiyo nafikiri tuanze kutoa mifano baadhi ya mataifa ambacho wanakifanya. Sawa? Lakini lazima tu dig deep kwamba licha kwamba analeta waamuzi kutoka nje. Je, mkakati wao wa ndani, wao wazalishi waamuzi au watengenezi waamuzi, inawezekana wanachukua waamuzi kutoka nje kwa kipindi cha miaka 3, 4, 5. Baada ya miaka 5 wakawa na mpango wa kutumia waamuzi ambao tayari wamewagumu kwenye hicho kipindi ambacho kwa kutumia waamuzi wa kigeni. Lakini je, sisi mpango wetu ni upi? Tukianza kuleta waamuzi kutoka nje, tunagumu waamuzi bora ambao watatusaidia hapo baadaye. Hatuwezi kuishi na waamuzi wa nje muda wote. Sisi tuna utamaduni wetu pia. Sisi kama taifa kuna kuwaga na mijadala hapa mkai. Na nyendo mnaanzishaga inatajwa orodha wa waamuzi kwenye AFCON. Unanielewa? Na inawezekana AFCON ikafanyika hapa na tusitoe mwamuzi hata mmoja. Wewe unadhani ni mikakati gani ya kutengeneza waamuzi bora? Maanake kama ni semina na mafunzo kwa waamuzi yanatolewa kila wakati. Semina peke yake haitoshi. Nini kinatosha? Kupewa mechi za dabi. Kupewa mechi za dabi peke yake haitoshi. Nini kinatosha? Nini inatosha? Moja kati ya kitu ambacho tunatakiwa tufanye sisi kama taifa ni kuamini. Wanaaminia stimulants. Tuwapeleke nje kusoma. Kusoma wanasoma na wanafanyia kwa testi au unakosea. Uko sawa. Wanazifanya. Eneo la kwanza ambalo tunatakiwa kuboresha zaidi. Tunapogumu waamuzi wa kutosha. Sawa. Kwenye eneo la maslahi pia lazima tuboreshe. Maslahi kabisa. Kwa hiyo maslahi ndo ambayo yanachangia waamuzi wetu hawa perform kwa ubora. Kama mtu anachukua fedha ndogo au posho, ni rahisi tu watu wengine kumrubuni. Ni rahisi sana.
Ujisikia hizo kesi kwenye ligi yetu? Au watu kuhisi tu kwamba mwamuzi fulani inawezekana akachukua pesa sehemu fulani. Ushahidi huo hautoki, na inawezekana kuna watu wengine. Kwa hiyo kumbe tatizo ni weledi kwa wao wenyewe. Hata uelewa pia. Yani Kamanda, subiri kidogo tukako. Tatizo ni weledi kwa wao wenyewe. Ni vitu viwili. Na Uelewa kwa maana ya uwezo wao binafsi, lakini pia hata maslahi. Haya, sawa. Twenzetu kwa Ashraf. Kwa Ashrafu Mwinchui, ukitazama anafunga dimba. Ukitazama maoni ya watu wengi sana, kuna scenario tofauti zinatengenezwa kwamba pengine Yanga watakuwa kwenye mazingira mazuri kutokana na Mwinchui kusimama kama mwamuzi mkuu kwenye mechi ya dabi. Kwa namna ambavyo wewe umemtazama kwenye mechi alizochezesha hasa za Young Africans, ni kweli kwamba kuna viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba wana upendeleo kwenye timu fulani, yani Young Africans? Okay. Ndio, so dakta. Tuko sawa. Uko sawa. Okay. So dakta. Mimi siamini hilo moja kwa moja. Siamini hilo moja kwa moja kwa sababu zifuatazo. Unajua tumekuwa tukizungumza kuhusiana na makosa ya waamuzi ambayo wamekuwa wanayafanya mara kadhaa, sawa? Na hayo makosa yanafanyika hata ukiacha kwenye mechi za Yanga ambazo anacheza. Yaani Mwinchui leo unaweza kumnyoshia kidole kwa sababu unaangalia sana mechi za Yanga pia. Lakini Mwinchui wewe unaweza kana fanya makosa pia hata kwenye mechi za Singida, mechi za Mtibwa Sugar na mechi zingine. Hao waamuzi wote ambao tuko nao ndio wamekuwa na hizo changamoto. Na nielewe, wamekuwa na hizo changamoto kulikweli, lakini kinachotokea ni watu tu kuamua kutengeneza hizo scenarios kwa sababu hata hao ambao tunawaita bora pia tushawahi kuwahusisha kwenye mazingira ambayo sio. Huyu afai. Watu wanavyoangalia mechi wanaangalia kwa hisia wakati mwingine. Mimi ni ngumu kwenda kumpoint moja kwa moja Mwinchui kwamba anaingia kwa ajili ya kuifavor Yanga. Mimi ninachoamini ni mistake ambazo watu wamekuwa wakiziona akiwa anachezesha mechi ambazo Yanga anakuwa anacheza. Na wewe unaamini katika mistake? Yes, waamuzi wetu tumekuwa tukizungumza hapa kwamba uelewa wao. Mimi nishaye kuzungumza hapa kwamba kuna wakati mimi nilikuwa nahisi kuhusiana na mambo ya rushwa pengine, lakini baadaye nikawa nafanya tafiti zangu nikiwa naangalia hizo mechi nyingine hizo za madaraja ya kati. Nikaja kugundua pia hata uwezo wao pia wa waamuzi wetu sio ile standard ambayo tunaizungumzia. Lakini unaamini kwamba waamuzi wenyewe wanatofautiana madaraja kwa maana ya uwezo wa uchezeshaji uwanjani na kuzitafsiri sheria ambazo zinaongoza kwa waamuzi wetu hapa Tanzania? Yes, duniani kote. Mwinchui unamweka kwenye kundi gani? 10 bora, 5 bora, 3 bora? Namweka kwenye 10 bora. Okay. Namweka kwenye 10 bora. Kwa sababu unajua hao waamuzi ambao wana huo ubora ambao tunazungumzia kwenye nchi yetu hatuna. Yaani hao waamuzi ambao tunawazungumzia au kwamba hizi ni top class, hakuna waamuzi. Kwa sababu tumetoka kuzungumza kuhusiana na Hilisasi hapa. Alipigwa hapa bani hapa juzi kati. Leo Arajiga ambaye tulikuwa tumemuimba amepigwa bani, ipo kimya, unanielewa. Leo tunaendelea kumtazama nani? Mwinchui. Na inawezekana watu ambao tunazungumzia kina Kayoko wangekuwa wako smart hawajaribu, leo hii ndo tungewaona tena huko. Kwa hiyo tunarudi kwa Mwinchui kwa sababu wale ambao wanaaminika wale hawapo tena. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kwamba Mwinchui yupo kwa ajili ya kuifavor Yanga. Yaani mimi siamini kwamba Mwinchui yupo katika kuifavor Yanga, lakini ninachoamini pia ni kwamba ni makosa yale ambayo kila siku wamekuwa wanayafanya kutokana na uwezo wao pia. Huyo mtu ukimpa nafasi ya ukimwambia afuatilie mechi ambazo anachezesha Mwinchui akiwa anachezesha timu zingine out of Yanga, mistake utakutana nazo. Yaani mistake utakutana nazo, lakini kwa sababu hizi ni timu kubwa ambazo pressure inakuwa ni kubwa, watu wamekuwa wakiziangalia sana, ndio ni rahisi pia kupoint kwamba okay, una notice kwa sababu leo Yanga alichezesha kesho kutwa. So mimi naamini ni mechi ambayo watu waache kutengeneza hizo scenario kabla kuelekea mchezo. Waamini tu kwamba ataenda kuchezesha ili watu waache. Ndio maana unajua kwa mfano tukiangalia kwa kesi ya Egypt, maana Saudi Arabia kama alivyosema Hans ni mbali. Tukiangalia Egypt ni moja ya mataifa makubwa kisoka hapa Afrika. Unaweza unazungumzia timu za taifa, whether unazungumzia klabu, whether unazungumzia historia ya formation of CAF. Ofisi ya kwanza ya CAF ilikuwa Cairo. Sawa. Sasa Egypt wana marefa wa kiwango cha dunia, sio kiwango cha Afrika. Sawa. Yule refa aliyekuja kuchezesha dabi iliyopita hapa ni moja kati ya marefa bora duniani wa FIFA, sio Afrika. Lakini kwa sababu Egypt wamefikia hatua kwamba bana hii nchi yetu, unajua kesi ya
kuna dabi 3 ambazo ziko unique barani Afrika. Dabi ya Soweto, dabi ya Kariakoo na dabi ya Cairo. Hizi ni dabi ambazo zimetoka beyond kitongoji. Zimekuwa dabi za nchi. Yani ukizaliwa pale South Africa kuna mawili. Either uwe Kaizer Chiefs au Orlando. Yani hata wale unawaona leo hii, kwa mfano ukienda ukimwangalia raisi wa timu ya Mazuru mwaka 2000 alikuwa mwenyekiti wa moja ya branch za mashabiki za Orlando Pirates pale. Hoja yako ni nini kamanda? Lengo langu kwa nini natoa mfano wa Misri? Wamefikia hatua kwamba bana, sisi hatuwezi kumwamini mzawa kwenye issue ya dabi kwa sababu hii moja tu, kwamba hapa Egypt ukizaliwa it's either your Zamalek au Ahli. Kwa hiyo sio issue ya ubora kwamba bwana wewe refa ujui, hapana. Hatuamini kama wewe huna itikadi ya mojawapo kati ya hizi timu. Lakini kwa marefa wetu ni issue ya ubora, sio? Sasa au inafanana na hiyo scenario ya Misri? Ndio nakuja huko. Hapa kwetu imefikia level ambayo kutoaminiana kwetu imekuwa ni extreme. Yani hakuna muamuzi ambaye leo hii utamchagua achezeshe dabi asiwekewe sintofahamu. Sawa? Kwa hiyo kutokana na matendo yao. Yes, kwa hiyo ili kuondoa tu tata tukajiwekea tu formula kwamba ingekuwa endelevu tu. Si kanuni ipo inaruhusu waamuzi wa nje. Kwa hiyo si tungejiwekea by default kwamba bana waamuzi kwenye mechi ya dabi wawe waamuzi kutoka nje kwa gharama za hizi timu mbili. Lakini sawa, tunaweka nukta kuu kwenye eneo hili la waamuzi. Twenzetu tukautazame mchezo ndani ya dakika 90. Kwako Sara. Sawa, tuanze kwa kutazama vikosi vya timu zote mbili na tutaanzia kwenye eneo la goalkeeping. Hans Raphael, kwa upande wa Young Africans wameruhusu mabao 5 kwenye mechi zao 10 zilizopita. Kwa upande wa Simba wameruhusu mabao 6 kwenye mechi zao 10 zilizopita. Tutazame utofauti wa kiubora uliopo baina ya magolkipa wanne ambao wanatumika zaidi kwenye timu hizi mbili. Kwa maana yake pale Simba Kasali pamoja na Hussein Abel, lakini pia kwa upande wa Young Africans Msheri pamoja na Djigui Diarra. Kwa upande wako unaona daraja kubwa sana la kiubora kati ya hawa watu wanne? Kwanza nimependa performance ya Kasali tangu ameingia Simba. Tukumbuke huyu ni kipa ambaye amesajiliwa Januari. Lakini tangu ameingia Simba nadhani ameleta stability kubwa sana kwenye eneo la ulinzi. Napenda timing yake, jinsi ambavyo ana react kwenye matukio, lakini napenda jinsi ambavyo ana shout. Anawahimiza mabeki wake kuwa kwenye maeneo sahihi kwa wakati sahihi. Moja kati ya makipa ambao wana shout sana. Lakini Kasali pia nimemuona ni mzuri zaidi kwenye ku-claim crosses na zaidi kwenye mechi za kimataifa. Kwa mfano ukiangalia mechi ambayo walicheza na Petro de Luanda, of course plani ya Petro ilikuwa iko pembeni, wide zaidi wanapiga crosses. Pamoja na kwamba waliconcede bao la hewani ambayo ilikuwa ni free kick, lakini bado Kasali alikwenda ku-claim crosses nyingi sana ambazo zilikuwa zinapigwa. Unajua nowadays makipa pia kuna changamoto kubwa sana ya kutoka kwenda kucheza mipira ya cross. Ni tatizo la makipa wengi. Kwa hiyo ukibahatika kupata kipa ambaye anaweza kuwa anatoka na claim hizo crosses, basi una enjoy zaidi. So far kiukweli naweza nikampa 90 chini ya 10. Hajaniangusha Kasali. Okay, hivi sasa. Yeah, he's doing brilliant kiukweli. Yeah. Lakini tunamcompare vipi na Djigui Diarra? Of course Djigui Diarra ni the beast. Kama kuna golikipa yoyote nchini anahitaji kuwa mkubwa, au kuna kijana yoyote mdogo anahitaji kuwa kipa hapo baadaye, basi anaweza kuwa anaangalia video za Djigui Diarra. Consistency, full stretch, analala kweli kweli, anadaka fingertip, ana claim crosses kama ambavyo nimezungumza kwa Kasali. And then tunazungumza yeye kuwa kama spare man timu ikiwa na mpira. Ani timu ikiwa na mpira, Djigui Diarra anatoka kuwa kipa, anakuwa mchezaji wa ziada kiwanjani, kwa maana ya miguu yake inafanya kazi vizuri. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.